Yaani mlo mmoja kuupata kwa siku ni mtihani. Kikweli maisha ninaishi yani kwa mwanamke mwingine hawezi kuvumilia. Na sijui kama atanikubalia kurudiana na yeye. Kwa sababu majibu nilikuwa namjibu mwanzo hayakuwa mazuri. Nilikuwa naomba nikupe kazi. Wewe kanaombe msamaha kama atanielewa. Hisia zangu. Yaani leo shoga yangu umenifurahisha sana. Hamna siku ambayo longe point kama leo. Yaani leo umenifurahisha. Unajua nimefurahi? Nataka nishangae. Yule mmako anakupa nini? Wala usiwaze. Mimi nitaenda. Tena leo hii. Nitaenda mpaka pale kwake na nitamuelezea. Na imani atakusamehe. Maana wanavyokupenda. Basi, ngoja mimi niende. Sawa, karibu tena. Haya. Haya. Habari bwana. Wewe ndugu wangu? Safi tu. Uko poa eh? Nashukuru. Hapa na kiuno bwana nimetoka mihangaiko huko. Nimechoka kweli yani. Poa. Sasa kuna habari nimeipata mtaani. Ndio. Ila sina hakika nayo. Wewe. Habari gani hiyo? Nikajiuliza sana. Kwa nini Vai nakukataa rafiki yangu? Muda wote miezi inaenda, siku zinaenda, Vai. Ila kuna habari kuna dress nimezipata. Kuna kijana kaja hapa kijijini mgeni. Vai anampenda vibaya mno. Na ndio tatizo jamaa wangu kwa wewe hilo. Ohe. Ohe. Nini? Nasema wa wapi wewe jamaa? Sijafahamu kwa kweli jamaa wangu. Yaani sisi tunahangaika tulali ndani kisa mwanamke kisa kumbe mgeni una kijana kachanganya kumpenda demu wangu. Oa, huyu jamaa huyu alichanganya, subiri nitakuonyesha. Oa, huyu jamaa niachie mimi swala hilo. Hivi anajua vizuri mimi? Wewe maana kikai sasa bahala makelele. Umanga hizo bahala makelele. Oyo. Hey. Wewe ndali naye sani moja. Sasa jamaa wangu tufanya hivi. Tuachane na hilo tufukase vitu vingine. Kuna kazi tutaangalia jamaa wangu, maana nimekupitia hapa. Kazi tena ya kibarua tena kingine? Jamaa wangu mapenzi yanakuchanganya. So hapo unakataa kazi kweli? Mwanangu sasa nimetoka huko kwa sasa hivi kiuno kiko niko hoi hapo mwanangu, bado ungeenda ukapiga mwenyewe huko bana. Leo sasa hivi hapa niko hoi ndugu yangu, sikufichi. Wewe mwanangu nenda tu mwanangu, siku nyingine sio unajua tena. Kapiga odili mwanangu. Twende jamaa wangu. Mimi nishachoka mwanangu, kiuno kama nilivyokuambia hapa. Hoi. Kwa bwana kapiga mwanangu hiyo kazi. Unanivunja moyo kisa. Yaani toka nje kupitia jamaa wangu. Kweli? Jamaa wangu bwana. Poa tuwasiliane. Kuache pole kwa yote lakini. Poa ndugu yangu, tuwasiliana. Mke wangu, vipi mbona mabegi tena nje saa hizi asubuhi? Sikia nikwambie. Naamua kuondoka. Maisha haya nimeshachoka. Tena ninapoondoka hapa, naomba usinijue, nisikujue. Tifa, calm down. Umepatwa na nini Tifa? Mbona sikuelewi, umekuwa na changamoto gani? Mbona Kwa kweli please mimi naomba
Usifanye hivi tafadhali. Tena ninapoondoka hapa, naondoka na mwanangu. Labda nikwambie ukweli. Huyu mtoto si mtoto wako. Mke wangu, sikiliza basi, mimi najua. Hayo yote ninajua, lakini ninachofia ni huyo mtoto ataenda kuishi maisha ya shida. Kumbe unajua? Nashukuru kama unajua. Mimi naondoka zangu. Na ufungu wako huo. Kila kukicha nikikuna njia kusaka tonge ware, anapambana akijua familia, kumbe mtoto sio wake. Mke nyumbani naye kamkimbia mpaka rafiki zake, hana chochote tukajinamia kumwomba Mungu wake. Mara kwa ndani nasikia sauti, ayo makopo biashara usiache, na mbele kiza naona mauti, sijui atafanyaje. Sio siri zinatesa hisia, hasa ukipenda usipopendwa, ujapopenda sio pema pia, haya maumivu ya kutenda. Yeah. Mwanangu. Baba. Yaani siamini kama haya mambo yangefikia kwa hivi. Hata mimi baba, si nilikwambia kwamba kila kitu kitaenda sawa. Mimi mwenyewe nimefurahi sana kuona hili jambo limeisha kwa wakati. Na hatimaye yameenda kama tulivyokuwa tumepanga. Kwa kweli. Mimi nashukuru kwa ushauri wako. Sawa. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa mtoto mwelevu kama wewe. Yaani baba, najivunia sana kuwa na baba kama wewe. Maana watu waliokuwa na kuchafua ni watu wachache sana. Basi ni vizuri sana mwanangu. Maana hali ilikuwa sio nzuri. Maana kwa haya maneno yaliokuwa yanaendelea, kwa kweli na mimi nilikuwa katika wakati ambao nilikuwa sielewi nini cha kufanya. Maana kumbe mimi natembea, kumbe kila mwanakijiji wangu ananioshea vidole. Sawa sawa baba. Lakini hata mimi nimefurahi kwenye hili. Maana marafiki zangu wote tulikuwa tukienda kisimani, kila mtu analalamika uongozi wa baba wako ni mbaya. Mpaka nilikuwa najisikia vibaya. Ila kwa hili watakuwa wamethibitisha. Mimi naona nikuache uendelee kuandaa mboga hapo ili kwa ajili ya mapishi. Mimi acha nitoke nikaangalia mambo mengine, maana kama unavyojua mama yako katoka, ili tuweze kupata riziki hapo baadaye. Sawa baba. Haya mwanangu. Nitoke. Zozo, inaonekana ni mtu mwenye mawazo sana na sio kawaida yako. Shida ni nini? Ndugu yangu Chidi, nimekuita hapa. Kweli mimi siko sawa. Siko sawa, nina changamoto kubwa mno. Na sio changamoto, haya ni matatizo. Unajua mke wangu amebadilika sana. Amebadilika sana kiasi kwamba amefikia level ya juu. Sasa level ya juu tu, kachukua mabegi kaondoka nyumbani. Kaondoka nyumbani ni sasa yani hata sielewi chanzo nini, yani kaondoka tu. Unajua ndugu yangu bwana, changamoto zipo na kila binadamu kaombewa changamoto, hususan kwa sisi wanaume. Ila kitu ambacho mimi nakuomba,
usiwe na mawazo sana, ni vitu vya kupita tu, ila ninachokuhakikishia ndugu yangu, niko bega kwa bega na wewe. Kaka, mbona basi ingekuwa ni kuondoka tu, kaondoka labda tutaongea taisha. Mtu ametoka, unajua kuna kitu kinanichanganya, yani sijajua ni kwa nini imekuwa hivyo. Anakuja, anadai talaka, kaja na karatasi kabisa pale, niandike talaka yangu mimi niondoke. Yani sijajua imefikiaje mpaka sijajua kwamba mtu anakuja kudai talaka. Mtu anakuja kudai talaka, anataka yani umwandikie, usaini aondoke. Hebu jaribu kuvaa sasa, wewe ndo mimi, ungekuwa na wakati gani sasa hizi? Ungekuwa na jukumu gani? Cha kwanza, pole sana rafiki yangu kwa changamoto yote ambayo unayopitia. Kwa sasa hivi ndugu yangu, natakiwa uwe makini sana, kwa sababu naona kuna kitu hakiendelei vizuri. Mpaka mwanamke inafikia hatua anakuja na kudai talaka kwa kuforce, anatoa na mabegi yake, basi jua kuna shida. Na inakoelekea natakiwa uwe makini, mizozo inakuja kuelekea pabaya. Kwa hiyo kwenye kichwa chako unabidi ufikirie kitu gani kinamfanya mpaka adai talaka. Rafiki yangu Chidi, mimi nimekuelewa. Hebu acha tuseme, tutumie ule msemo anasema muungwana akivuliwa nguo uchutama. Hebu acha nichutame niangalie ni nini ambacho kinaenda kutokea hapo mbele. Kwa sababu yani unajua sio jambo la kawaida. Yani kwa nini? Na unajua mimi mke wangu nampenda sana. Sio kumpenda tu mke wangu, mwanangu yule kaondoka, na kaondoka kachukua mabegi kata nyumba nyeupe kaondoka. Niko peke yangu sasa, mimi naishi vipi? Na unajua kabisa jinsi gani nampenda, siwezi kuishi bila. Ni sawa. Najua sana unampenda mke wako, pia mtoto wako pia unampenda. Huwezi jua pengine kuna mambo ambayo yamejificha nyuma ya pazia, uyafahamu. Kwa mimi ninachokuomba bwana Mizozo, wewe kwa sasa hivi punguza mawazo, punguza stress, kila kitu kitakaa kwenye njia yake. Mimi nikutoe hofu, kila kitu kitakaa sawa. Punguza mawazo Mizozo. Sawa ndugu yangu, mimi nimekuelewa. Basi sawa. Mimi nachozidi kukusihi, punguza tu mawazo. Mimi acha niende kwenye shughuli zangu hapo kati. Alafu tutaangalia kama tutakutana au inakuwaje, kama nikipata muda. Nashukuru, mimi nipo nyumbani bwana. Basi sawa, punguza mawazo. Sawa. Kila kukicha nikikuna njia kusaka tonge ware, anapambana akijua familia, kumbe mtoto sio wake. Mke nyumbani naye kamkimbia mpaka rafiki zake. Vipi? Yaani wewe acha tu. Kama nilivyokuambia kuhusu yule mwanaume, nadhani umemuona. Yaani mguu wangu umekuja hapa, usiku mzima sijalala, namuota yeye tu. Kwa hiyo naomba unifikishie ujumbe wangu, naomba unisaidie sana, kwa sababu hapa kijijini hakuna rafiki zaidi yako. Na vile unavyojua babangu anakataza mambo ya marafiki, hataki kabisa mimi niwe na marafiki. Kwa hiyo mimi nakutegemea wewe, wewe ndio kila kitu, na hisi utafikisha hisia zangu kwa sana. Shogangu bwana, nishakwambia. Yaani kuhusu hilo swala, yaani kuwa na amani. Yaani kuwa na amani kabisa, mimi nipo. Umenielewa? Yaani sitaki kabisa kuona muda wote unakaa unawaza, unakosa, yaani unashindwa kufanya mambo yako. Mimi nitazifikisha taarifa, yaani usijali kuhusu penzi changu. Umenielewa? Basi nitafurahi kusikia hivyo. Shora, wewe mwenyewe unajua
the way nakupenda. Nitakusindikiza kisimani, nitakusaidia kufua, nitaenda kwetu kuchimbia miogo. Hata kisamvu nitaenda kukusaidia kuchuma. Yaani nitakupa zawadi nyingi na sio tu hayo. Hata babangu akiongea kitu, sitamsikia juu yako. Nitakuwa nakutetea kwa babangu mpaka atakupenda. Yaani kuwa na amani. Yaani sio hata nikuambiaje shoga yangu. Mimi ninavyokwambia nikitoka hapa, huu mguu unaona huo. Moja kwa moja. Si unasema naitwa Samu Moja kwa moja nenda mpaka kwa Samu. Yaani leo ndo nienda ninafunguka. Yaani kila kitu. Yaani tegemea tujibu zuri. Yaani unakoenda huko usiwaze, yaani fly tegemea tu kwamba shoga yangu akija basi amekuja na jibu zuri. Yaani usijali yule wako wako mbona? Yaani yule mpaka ndoa. Yaani mpaka unaingia kwenye ile nyumba yule mzee. Sasa acha mimi nikuache. Maana hapa nimefanya kutoroka. Nimepita mlango wa nyuma. Si unajua vile babangu alivyo mkali. Ni ananichunga. Yaani hataki kabisa mimi niwe na marafiki. Kwa hiyo acha mimi niondoke. Najua ikipita dakika 5 lazima ataita vai. Si unamjua? Wewe. Na wewe upo wako kama Papai Beach. Si unamjua? Kwa hiyo acha mimi niondoke. Na mzee wako alivyokuwa mkorofi, hata kupika hujapika. Fanya tu inuke uvae ndara zako uende. Sitaki kesi mimi na wazee wa watu. Sawa. Nenda tu shoga yangu. Haya, bye. Nikutoe mpaka hapo. Wewe tena? Mambo vipi? Poa, mambo. Aiseza kwangu ni nzuri bana, nimekuwa kama bahati. Kila napotoka napokwenda tunakutana. Ndiyo, kwa sababu wote tunakaa kijiji kimoja na njia yetu ni moja na ndio maana tunakutana mara kwa mara. Ni kweli unavyosema, maana milima ikutani na binadamu wanakutana. Kwa maana tunapotoka huku tunaenda sehemu nyingine tunakutana na watu ambao tumetarajia kukutana nao. Niambie, maana huu mguu wa wapi? Maana wewe kwa safari. Mimi naenda hapo kwa yule rafiki yangu niliyokueleza siku ile. Oh, yule tukutane kule kisimani nadhani. Huyo. Okay. Inaonekana mnapendana sana Sana, kwa sababu kwenye hichi kijiji hakuna rafiki mwingine niliye naye zaidi yake. Yule ndo rafiki yangu wa pekee. Ni kweli. Maana kila mtu anasema kila mtu na mtu wake. Maana kama ni rafiki yako na mnapendana hivyo, mimi sina cha kuongezea zaidi ya kuombea baraka kwa Mungu ili urafiki wenu usife. Sasa mimi nisikupotezee muda wako, maana mimi natoka nyumbani naenda zangu kijiweni pale kidogo nikaangalie bao. Unajua vijana wa kijijini wasijaona nimewatenga, unajua. Sam, kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Sasa sudia pia hicho kitu, kwani kuna shida gani? Wewe niambie ni kitu gani, nakusikiliza. Moyo umeumbwa kwa kupenda, kivutiacho